Nianzie mstari wa 30, Hesabu 35. Nimalizia kusoma andiko hilo. Mstari wa 30 anasema, mtu awaye yote atakayemuua mtu, huyo muuaji atauawa kwa vinywa vya mashahidi, lakini shahidi mmoja hatashuhudiwa juu ya mtu hata akafa. Tena msipokee fidia kwa ajili ya uhai wa muuaji. Msipokee fidia kwa ajili ya uhai wa muuaji ambaye amekuwa na hatia ya mauti. Msipokee aina yoyote ya fidia. Msipokee aina yoyote ya fidia kwa mtu aliyeua mtu. Hiki kinachofanywa na askari na kina Samia na kina Mwigulu na kina Makonda kinaonyesha Waafrika sisi sio binadamu kamili. Mimi nawaambia sisi ni nyani. Kwa sababu hiki kinachofanywa hapa ni zaidi ya unyama, ni zaidi ya wanyama wanavyoweza kufanyiana, ni zaidi ya ushamba, ni zaidi ya ulimbukeni. Vijana wananesha na kunesha kwa kazi ya kutesa mtu asiye na hatia. Huo ni ushamba, ni zaidi ya ulimbukeni. Sio itumike lugha gani? Kwa sababu kunesha lilikuwa ni kitendo cha kwamba umefanya jambo fulani la maana, ni jambo la kusifiwa, jambo la kuweka icon. Lakini sasa hivi anyway, kwa sababu usera kinaonekana ni kitengo cha wavuta bangi, cha watu zero brain. Mimi nawaambia askari na wanaowatuma, hii ni zaidi ya wanyama. Ndio maana nasema unyama unaofanywa ni zaidi ya ushamba, ya ulimbukeni. Binadamu kabisa ni yule aliye na uwezo wa kukataa jambo ambalo sio sawa. Ndio maana hapa simsemei tu Tundu Lissu, kumfanyia Tundu Lissu. Mimi nimekaa gerezani. Kiukweli hakuna askari niliyemwona ni mtu wa Mungu, ni binadamu. Hakuna. Wapo walionenea vizuri, wapo ndio waliojaribu kwamba wanatafuta wamo mule kama wema ili wao wananusuru watu wema. Mimi nadhani njia kabisa, sio nadhani, uhakika wa neno la Mungu, wa Biblia, wa binadamu, sio hata ukae sehemu chafu ili unasema mimi niko hapa kama agent wa kuokoa watu. Hapana. Onyesha kuipinga, onyesha kukataa hiyo kazi chafu ya kuwatesa watu wema. Sisi kwa sehemu kubwa, naposema sio binadamu kamili, kazi tunayoifanya pekee ambayo ni kazini, karibia 100% kazini tunakoenda kwenye nchi yetu ya Tanzania ni kwenda kutesa watu, kwenda kuweka mazingira magumu ya watu kusurvive. Sisi ndo kazini. Hata haya ambayo akina Mwigulu, akina Makonda na wengine, huyu mwanamke huyu anaitwa nani, Gwajima, huyu Dorothy Gwajima, wanayojaribu kufanya, yani sio wema in search, ni kujaribu kuficha haki. Yani kujaribu eti waonyeshe, wafanye mema ili yali machafu waliofanya, uovu uliofanywa, eti ili ionekane ilikuwa kawaida tu, ionekane nikilikuwa kipindi tu. Unawezaje kuwa sehemu ya wanaoficha uchafu? Umekalia mavi sasa, umekalia mavi. Unasema nafanya wewe. Sio binadamu, Makonda. Wewe unajulikana kaka mkubwa. Wengi hatukukufahamu mwanzoni, lakini unajulikana. Akina Mwigulu, wewe fundi. Wewe fundi, unajulikana. Kina Dorothy Gwajima, wewe ni shetani tu mzuri tu. Bwana asifiwe. Ndo walioua kila jambo jema Lakini hebu jifikirie kama binadamu, unawezaje kuatamia mavi na ukajiona na akili? Unawezaje kuatamia damu za watu ukajiona unafanya tu vitu kama twa huruma, twa wema, kwa kusudi la kuficha damu mlizomwaga? Vijana na maskari wananesha. Anyway, kazi ya waskari nadhani ni ya wote mnavuta bangi.
Kazi ya askari haijawahi kuwa utumishi kwa Mungu, ni kazi ya uovu ambayo kila aliyeikuta aliwakuta ambao wanakuwa specifically kuwa askari lazima wawe na mbegu ya uovu, washtaki watu kwa uongo, wadhurumu watu, waonee watu. Kwa sababu askari kabisa, kama ungekuwa na roho, mungekuwa mnakuwa binadamu. We kwenye utawala wa Samia huwezi ukafanya kazi, kwa sababu mnafanya kazi ya kutesa watu wema tu. Mnafanya kazi ya waovu wenyewe, wabaya wenyewe hamna ubavu nao, muko mnatumwa tu kama mbwa, kwa lugha ile ambayo inatumikaga mitaani kwamba askari ni mbwa. Mnatumwa kama mbwa. Hapana, ulitakiwa ujiuzuru kaka mkubwa, ulitakiwa muache, ulitakiwa uache hiyo kazi. Hicho mnachofanya ni ushamba, ni ulimbukeni. Tundu Lissu ni icon. Hicho ambacho tunasema kwa ajili ya Tundu Lissu ndio mnachofanya kwa watu wote. Watu walioko magerezani sio waovu, sio wabaya kuliko mifisadi, kuliko miwaji mikuu mlioko nje. Na wengi wa walio, hata kama kuna walioua, ubaya mkubwa zaidi, kuna walioua walisababishiwa na nyie. Otherwise ubaya mwingine ulioko kule kama kuzini na wanafunzi, nyie ndo kabisa mnasema mtu amebaka, mmempiga miaka 30, mmempiga kifungo cha maisha, mmeita ubakaji. Hata kama walibaka wale watu, ni mumeweka mazingira magumu ya mtu kusurvive, mpaka anajikuta anaangalia picha za ngono, anajikuta mtu anawaza wanawake, anawaza wanaume, mpaka anaparamia kitoto, anaparamia mwanamke kama walibaka. Lakini wengi kule mmewaweka kama njia ya kuwakomoa, kwa sababu ndio kesi ambayo ushahidi wake, hata ushahidi wa uongo, hakimu jaji anao uwezo wa kumadhibu mtu na isionekane popote kwamba hapa alimuonea, kwa sababu ni mwanamke tu au mtoto akisema aliyenibaka ni huyu. Hakuna cha vipimo ambavyo vinazingatiwa, vinginevyo mtu awe na marefa wengi. Lakini otherwise wengi walioko kule wamefungwa kwa ushahidi wa aina hiyo tu, sio ushahidi wa kimabara. Wako watu mnaowaita wezi, lakini walikuwa naiba tukuku, tung'ombe 500,000 mijizi kamili konje. Mnawaonea tu wale watu, naambia mnawaonea. Na njia ya kutatua ubaya, kuondoa ubaya kwenye jamii, sisi kwa sababu sio binadamu, tutaendelea tukusema ila sio binadamu, lakini tungekuwa binadamu tungefahamu kumtesa mtu hakuwezi kufanya utulivu uje utokee. Kumtesa mtu mwema, kwa mfano hichi mnachomfanyia Tundu Lissu hapa musidhani kwamba, musifikiri kwamba kuna nchi ziliwatesa watu mpaka kulikaa shwari. Zile nchi walikuwa wema kweli, wale watu walikuwa maadui wa haki kweli. Ndio maana nilikuwa nasema wakati wa Magufuli, inawezekana Magufuli alitesa watu sana, na hata kina Mange Kimambi sasa wanakiri inawezekana alikuwa mbaya wa watu, lakini Magufuli kwa sehemu kubwa alikuwa anatesa wale maadui wa haki. Yeye mwenyewe watu wake, kama kulikuwa namna wanamhujumu ionekane ni mbaya, hayo sijui. Lakini Magufuli kwa kipande kikubwa tufanya alikuwa anatesa watu wa haki. Lakini Magufuli alikuwa anatenda haki kwa namna nyingi, kwa moyo wake wote, sio nyie. Nyie wengi mmeshapata posho nyingi za damu, mmeshamwaga damu za kutosha, mmeshafanya mabaya mengi, alafu ndo mjifanye askari. Yoyote askari, acha kazi ya askari sasa hivi. Kwenye kipindi cha Samia, acha kazi ya askari. Askari specifically, we ni mtu wa shetani. Kipande kikubwa kinachokusukuma ufanye kazi ya askari, kama ukujua, kipande kikubwa kinachokusukuma, roho inayokusukuma kabisa, inakusukuma kwamba mimi ni mtu wa shetani. Lakini hapa sijui sasa mnajaribu kujiblandi kama viumbe gani? Yani tungesema zaidi ya shetani. Acheni kazi ya askari, acheni kazi ya kutesa watu, acheni kazi mnayofanya sasa hivi ni kazi ya kutesa watu ambao hawastahili. Wabaya wenyewe ndio wao wanaowatuma, ndio wao mnaowaita viongozi wenu, ndio mnaowapigia saluti, au ndio wabaya.
Hao wengine wote mnawatesa wasio wazambi, wanasema wakaele, mnawatesa watu ambao hawana hatia, mnawatesa wanyonge, watu duni. Askari, acheni kazi ya askari wote, askari magereza, askari polisi, watu watisi na jeshi. Kwa sasa kuna sasa mnalofanya jeshi, kwa sasa mnalofanya na nyie. Sikia, nianzie mstari wa 30, Hesabu 35. Nimalizia kusoma andiko hilo. Mstari wa 30 inasema, mtu awaye yote atakayemuua mtu, huyo muuaji atauawa kwa vinywa vya mashahidi, lakini shahidi mmoja hatashuhudiwa juu ya mtu hata akafa. Tena msipokee fidia kwa ajili ya uhai wa muuaji. Msipokee fidia kwa ajili ya uhai wa muuaji ambaye amekuwa na hatia ya mauti. Msipokee aina yoyote ya fidia. Msipokee aina yoyote ya fidia kwa mtu aliyeua mtu, lakini lazima atauawa. Aliyeua mtu lazima atauawa. 32. Tena hamtapokea fidia kwa ajili ya huyo aliyekimbilia mji wake kwa makimbilio, apate kwenda tena kuketi katika nchi hata kifo cha kuhani mkuu. 33. Hivi hamtatia unajisi nchi ambayo mwakaa, kwa kuwa damu huitia nchi unajisi. Wala hapana sadaka itoshayo kwa ajili ya nchi kwa ajili ya damu iliyomwagwa ndani yake, isipokuwa ni damu ya huyo aliyeimwaga. Damu ya aliyeimwaga ndiyo fidia pekee itakayoisafisha nchi. Askari, msijisumbue kuwatesa watu wanaolalamikia dhuluma ya uhai. Msisumbuke kumtesa Tundu Lissu. Msinese vijana, ni ushamba, ni ulimbukeni kabisa. Nawaambia, sehemu kubwa vijana wanaotembea kwa kunesa ni askari. Hii ni kwa sababu nyie ni mashetani kamili. Kazi mnayofanya sio kazi ya Mungu, sio kazi njema, hususan kwenye nchi yetu ya Tanzania. Sio kazi njema, ni kazi ya kuwatesa watu wema. Wabaya wenyewe ndio viranja wenu, ndio wanaowatuma, ndio wanaowaagiza. Wabaya ndio wanaowaelekeza, ndio wanaowasimamia. Hapana. Inatosha bwana, inatosha.